TAKUKURU mkoa wa Njombe ilifanikiwa kuokoa kiasi cha shilingi milioni 12,70,000 ambazo hapo awali zilikuwa zimelipwa kwa mzabuni aliyojulikana kama Henjewele Workshop kwa lengo la utengenezaji wa fremu za milango 24 na topu 23 katika zahanati ya Avanga kata ya Kidegembe kupitia mkataba. Huku katika hali halisi, baada ya mhusika kupokea malipo haya, alikuwa hakuwasilisha vifaa tajwa ambavyo nimeviorodhesha, ikiwemo milango 24 na topu 23 katika zahanati hii. Kwa hiyo sisi baada ya kupata taarifa hii tulifanya ufuatiliaji, tulihoji wahusika wa kamati na mzabuni wa kampuni tajwa inayoitajwa inayomilikiwa na Besco Mrema, hii Henjewele Workshop, waliwasilisha topu 24 na fremu za milango 23 kwa haraka, samani ambazo kama tusingefanya ufuatiliaji zisingeweza kuwasilishwa kwa mujibu wa mkataba, na hivi kupelekea upotevu wa fedha na ubadhirifu katika miradi ya umma kama huu ambao ni wa kijiji cha Avanga. Na kwa sasa tuseme kwamba samani hizi zinatumika kuwahudumia wananchi katika zahanati hii ya Avanga. Kwa hiyo hili ni mafanikio makubwa sana ambayo nisema kwamba vizuri upo katika hatua mbalimbali, na zile zinazohusu rushwa, zisizohusu rushwa, hatua mbalimbali zichukuliwa, ikiwa pamoja na kuwashauri wahusika waende wakafuata haki au malalamiko yao waende katika vyombo vingine yaweze kutatuliwa, ama sisi wenyewe kuyahamishia katika idara hizo husika ili yaweze kupata uvumbuzi katika maeneo hayo. Na hivi taarifa hizo za namna hii tulijishughulikia katika muktadha huo. Kwa upande wa mashtaka, ndugu wanahabari, katika kipindi hiki TAKUKURU ilifungua jumla kesi 2 ambazo zinaendelea mahakamani, na kesi moja katika hizo jamhuri ilishinda. Ndugu wanahabari, huo ndio muhtasari wa kazi ambazo tunazo katika madawati yote matatu, lakini ningependa vile vile nichukue fursa hii kugusia, kabla ya kuelekea kwenye mikakati ambayo tumejiwekea katika kipindi cha Januari mpaka Machi, kipindi ambacho tupo hiki, tuseme kwamba TAKUKURU ilipata mafanikio makubwa sana katika kazi zake za kuzuia rushwa. Kama mnavyojua, kwa sasa hivi msisitizo mkubwa upo katika jukumu la kuzuia rushwa, na katika hili kwa sababu iligusa jamii nzima ambayo ilikuwa inaelekea kupoteza haki hiyo ya kupata huduma. Ndugu wanahabari, nije sasa katika kipindi hichi katika nielezee kwa kifupi mikakati ambayo tumejipangia katika kipindi hiki cha Januari mpaka Machi 2026. Sisi kama TAKUKURU tumejipanga kimadhubuti kabisa katika kuzuia vitendo vya rushwa na kutoa elimu juu ya makosa ya vitendo vya rushwa na athari zitokanazo na rushwa kwa jamii, na kuendeleza ushirikiano wenye kuleta tija katika utendaji wetu wa kazi na taasisi nyingine, mfano Ofisi ya Taifa ya Mashtaka. Ofisi hii tumekuwa tukishirikiana nayo sana na ni mara kwa mara, kwani wao kwa mujibu wa sheria ndio wanaofungua mashtaka katika kazi za uchunguzi ambazo tunazifanya na kuweza kutoa mapendekezo ya kitaalamu yanayohusiana na ushahidi. Vile vile tumekuwa tukishirikiana na Scout, mahakama, wanahabari kama hivi nyie tunavyofanya katika siku ya leo, vyama vya siasa na vyombo vingine vya dola. Pia tumepanga vile vile kudumisha na kuongeza ushirikiano na wadau mbalimbali wa maendeleo ya jamii. Pia tumepanga vile vile kuwagusa hata vijana. Kundi la vijana naona ni kubwa sana na linahitaji kupata elimu dhidi ya rushwa ili liweze kusaidia mapambano yanayohusiana na rushwa katika nchi yetu ya Tanzania.
na hasa kujenga moyo wa uzalendo. Wito. TAKUKURU inatoa wito kwa wananchi wote wa mkoa wa Njombe kutoa taarifa TAKUKURU pale wanapoona viashiria vyovyote vya rushwa katika maeneo yao. Inaweza kuwa ni wakati wa kupatiwa huduma katika maeneo mbalimbali yanayotoa huduma kwa jamii au wakati wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kama nilivyosema, wakati nawasilisha taarifa ya uzuiaji wa vitendo vya rushwa. Ninapenda kuchukua fursa hii kuwashukuru sana waandishi wa habari kwa namna mnavyotupatia ushirikiano kuhabarisha umma kwa weledi mkubwa juu ya shughuli ya masuala mazima ya upelelezi na mashtaka, lakini pia ni kujadili juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na maadili katika kazi hizi za upelelezi ama uelimishaji wa umma. Kwa hizi ndio hatua ambazo tumezichukua, lakini katika kuzuia au kufanya uchunguzi bado TAKUKURU inachukua hatua mara kwa mara. Siwezi kueleza hapa kwamba tuna mashauri mangapi kwa sababu hiyo kumbukumbu sina, lakini ni kitu ambacho tunawasiliana na RPC, OCCID, OCD, wale viongozi wote wa jeshi la polisi pale panapotokea matatizo ama malalamiko mbalimbali yanayohusiana na viashiria vyote vya rushwa. Kwa hiyo tunachukua hizo hatua. Hiyo wapo. Unajua hatua sio lazima ziwe za kumfikisha mahakamani. Saa nyingine huwa zinakosa ushahidi, lakini ni hatua ambazo nyingi, nisema ukweli, nyingi zipo katika mwenendo wa kuzuia zaidi rushwa kabla haijatokea. Pale tunapoona mwanya tunawahi kuzuia rushwa. Hiyo ndio tumekuwa tukitekeleza zaidi, na mtazamo uko hivyo wa kuzuia zaidi rushwa katika jeshi la polisi kuliko kupambana, lakini si kwamba hatupambani. Pale panapotokea ushahidi basi tunashirikiana na wenyewe jeshi la polisi na uzuri ni kwamba sheria za utumishi za jeshi la polisi ni nzuri tu, zinaitwa PGO. Kwa hiyo kwa askari au nane au mtu yeyote alipo katika chombo cha jeshi la polisi akituhumiwa, hizi sheria zinachukua mkondo wake. Ni sheria moja kali sana, zinahitaji tu ushahidi. Hata asipofikishwa mahakamani kwa kupitia sheria ya PGO, zinaweza zikamtoa askari katika utumishi. Sisi ni ushirikiano wa dhati. Unajua, ushirikiano wa dhati ambao utalenga katika maslahi ya vyombo vyote hivi vitatu, ndio kwa vyombo mbalimbali vinavyotekeleza sheria, ndio ambao ni muhimu sana. Na huo nikimaanisha huo ni ushirikiano katika kupeana taarifa, ushirikiano katika kuchukua hatua za kuzuia rushwa, ushirikiano katika hata kupambana na vitendo vya rushwa katika maeneo hayo yote ambayo mmeyataja, ambayo ni mahakama na idara ya polisi. Na najua umezungumza hivi kwa sababu ndio sehemu ambayo ina mguso sana, ni sehemu ambayo inagusa haki muhimu za wananchi. Kwa hiyo ni muhimu sana kuhakikisha kwamba maeneo hayo tunatumia jitihada kubwa sana, ikiwemo ushirikiano katika kuzuia na kupambana na rushwa. Sawa. Lazima niseme kwanza umezungumzia matatizo ya chai. Matatizo ya chai ni swala la uwekezaji, na bahati nzuri sana tuna ofisi ya uwekezaji hapa katika ofisi ya mkoa wa Njombe. Nafikiri huduma imesogezwa jirani ili kuweza kushughulikia matatizo ya namna hiyo. Kwa hiyo tumekuwa tukiwasiliana na ofisi ile ya uwekezaji, lakini vile vile kuna idara ya biashara na viwanda kwenye ofisi ya mkoa wa mkoa, na wenyewe tumekuwa tukishirikiana nayo ili kujua sasa sababu za msingi zinazoshawishi malipo hayo ni zipi. Lakini kwetu sisi TAKUKURU, vitendo vya namna hiyo tunaweza tukaviweka katika swala zima la uzuiaji wa rushwa, kwa sababu kero zinapokuwa ni za muda mrefu zinaweza zikaform mianya ya rushwa. Kwa hiyo tukiweka katika mfumo huo, tunafanya ufuatiliaji katika eneo hilo. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya ufuatiliaji wa mara kwa mara, na kwa kiasi kubwa yule mwekezaji ilibainika kwamba fedha zake nyingi zipo katika miradi mbalimbali
ambayo ipo, mingine iko nje ya nchi, lakini chai soko lake anapopeleka nchi za nje anashindwa kulipa naye kwa wakati. Kwa hiyo yote tumekuwa tukishirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa katika kuweza kuyatatua. Cha muhimu tunachoona pale ya ECCF iko wazi kwamba waajiri wote wanapaswa chini ya sheria wakate michango ya NCCF ili mtu anapofikia ukomo wa ajira yake then alipo. Sasa nadhani kutokana na mwajiri kutotenga fedha na NCCF wamekuwa wakichukua hatua, tumekuwa tukishirikiana nao na wanawapa notice na wamekuwa wakiwafikisha mahakamani, lakini swala linapokuja kama sisi kwa namna moja au nyingine tunaweza tukahusishwa iwapo kama fedha zilikatwa alafu zikaliwa ama zilifanyiwa ubadhirifu, sisi hapo tunaweza tukahusika katika matumizi mabaya ya madaraka. Lakini kwa sasa ya ECCF iko wazi kwamba waajiri wote wanapaswa chini ya sheria wakate michango ya NCCF ili mtu anapofikia ukomo wa ajira yake then alipo. Sasa nadhani kutokana na mwajiri kutotenga fedha na NCCF wamekuwa wakichukua hatua, tumekuwa tukishirikiana nao na wanawapa notice na wamekuwa wakiwafikisha mahakamani, lakini swala linapokuja kama sisi kwa namna moja au nyingine tunaweza tukahusishwa iwapo kama fedha zilikatwa alafu zikaliwa ama zilifanyiwa ubadhirifu, sisi hapo tunaweza tukahusika katika matumizi mabaya ya madaraka. Lakini kwa sasa katika utekelezaji wa jukumu hili, wananchi waliofikiwa wamepata uelewa juu ya athari za rushwa na namna ya kushirikiana na serikali kuzuia vitendo vya rushwa katika maeneo yao. Na niseme kwamba katika kipindi hiki elimu kwa umma ilitolewa kwa njia mbalimbali ikiwemo semina 27, mikutano ya hadhara 16, ufunguzi na uimarishaji wa klabu za wapinga rushwa 90, makala 5 na vipindi vya redio 3. Na hapa katika vipindi vya redio tunatumia redio za jamii ambazo zipo katika mkoa wetu wa Njombe ambazo zina usikivu mzuri, na tutoe pongezi na shukrani za pekee kwa wamiliki wa vyombo hivi ambao wamekuwa kutupa muda au nafasi ya kuongea na jamii ili kuelimisha jamii kuhusiana na madhara ya rushwa. Na lengo kubwa, ndugu wanahabari, la kutoa elimu kwa mujibu wa sheria ni kupata dhana ya uungwaji mkono katika kushirikiana na jamii katika kuzuia na kupambana na rushwa. Kwa hivi hayo ndio matokeo ambayo tunayategemea sana katika swala zima la uelimishaji rushwa na mpango mkakati ambao tunao wa TAKUKURU, pia katika mkakati wa habari, elimu na mawasiliano ambao tunao sisi TAKUKURU. Ndugu wanahabari, nichukue pia nafasi hii sasa kuwapitisha katika majukumu ya uchunguzi na mashtaka. Katika kipindi hiki jumla ya taarifa 24 zimepokelewa na kufanyiwa kazi, ambako taarifa 11 zilihusu rushwa na taarifa 13 hazikuhusiana na rushwa.